Ni Mola wenu kisawasawa, msibipu. Maji mkiyavulia nguo, hebu yaogeni. Tekelezeni vizuri maagizo ya nani? Ya Allah. Yani kisawasawa. Ninyi ni marehemu watarajiwa. Muda wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu ukifika, mrudi hali ya kuwa mpo na imani zikiwa salama. Ogopeni kufa vibudu. Tahadharini kufa hali ya kuwa ni washirikina. Tufe ndani ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Allah atuunganishe. Moja ya eneo ambalo huenda likatufelisha tukakosa kufa kiimani ni maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa leo kwa baadhi ya watu yamekuwa raha, lakini waliokuwa wengi maisha ya ndoa yamekuwa nini? Karaha. Usiwaone watu wanatabasamu, lakini wengi mioyo inavuja nini? Inavuja damu na hawana hamu. Yani wengi kukuletea posa, lakini uliwakataa. Huyu uliyemuona ulimpima kwenye site mila, ulijiridhisha kwamba ni mwanamume haswa, kumbe ulikuwa hujui kilichopo nyuma ya nini? Ya shilingi. Kwa hiyo leo naomba niwaanze kwanza, wanawake wanahitaji nini? Ladies first, wanawake kwanza. Naomba niwape nafasi ya upendeleo. Wanawake si watu wa kupendelewa. Na mimi naomba niwapendelee. Wanaume. Mke anahitaji nini? Unakwenda kuoa, huyu mke unayempanga kwa ushawishi wa maneno, kwa ushawishi wa nini? Wa pesa, alafu mpaka anakuelewa mistari. Anahitaji nini kwako? Umewezaje kumshawishi? Amewadiliti wachumba wengine wote, kaachana nao. Uenda walikujia dada wa chumba kadhaa, lakini ukasema hapana, chenga. Huyu uliyemwangalia ulimuona mstaarabu, wala kidogo kavaa kanzu, msikitini anaonekana anaenda, ukaanza kuota kabla ya kulala, jamani akinoa nitafurahije? Sasa baada ya kuolewa yanayotokea uamini. Mke haki ya kwanza, ataraji nini mke? Cha kwanza, kila mke anayeolewa kwenye ndoa, cha kwanza mahitaji yake, anahitaji apate malezi bora mikononi mwa mume. Ukiwa unapokea mke anatoka kwao anakuja kwako jumla, Allah anahamisha uchunga kutoka kwa wazazi wake, unahamia kwa nani? Wewe umepewa nafasi ya kuwa kiongozi. Siku unaoa, mke anakuja na dini yake. Sasa ole wako dini ya mke ije ifie mikononi mwako, wewe ni bonge la mtumiwa siku ya kiyama. Ole wako mke aje awe tariku swala mikononi mwako. Ole wako mke aje kwenda uchi. Ole wako mke aje kupindue. Tumezoea mapinduzi Zanzibar, sasa leo mapinduzi yako kwenye nini? Kwenye majumba. Wanaume wengi tumepinduliwa kichwa chini miguu juu. Hatari. Si unanielewa sijui? Hali anielewi huyo. Unaona? Kwa hiyo hebu sasa ukiwa kama kiongozi, jamani, uwezi kutangazwa kutawadhishwa kuwa kiongozi wakati vigezo, viwango na vigezo yani huna. Mke anahitaji nini? Cha kwanza, hebu mlee, mpe malezi. Unapopokea mke, kama katoka kwao, kama ana dini, unapaswa kumuendeleza ile dini. Na kama kaja hana dini, basi unapaswa kumuingizia nini? Dini. Hebu mpe malezi mke ya kidini ili aweze kujua mipaka ya wajibikaje, the scope of accountability, the rights and responsibilities in marriage life. Mke ajue mipaka ya uwajibikaji. Mfahamishe kidini. You are a husband, you are a manager, you are the chairman of the house, you are the sayer of the house. Wewe ndio msemaji, ndio msimamizi. Mke aje mikono salama. Sasa mke anahitaji alelewe, hebu muingizie dini. Kina mama, mahitaji yenu ya kwanza mkija kwenye ndoa, mahitaji yenu namba ngapi? Ni wanaume kuwapa malezi ya kidini ili muweze kutosha. Msije kwenye ndoa mkatovalia kiatu namba 10 wakati mguu namba 2.
mtajaza matambala, mtachekesha waliokufa. Sijui naeleweka vizuri? Kwa hivyo mke mahitaji ya kwanza, ikiwa mke anatakiwa apewe malezi, tunahitaji ushirikiano kwenu. Hebu mtukubalie, umeolewa, mme ndio bosi wako, anakutaka usome dini, usigome. Mume anataka uvae stara, vaa. Mume anataka uende darasani, nenda. Hebu wanaume tukae kimalezi, tuwalee wanawake ili maisha ya ndoa yawe na maana. Lakini mahitaji ya pili, wanawake wanahitaji kupewa mahitaji 3 basic needs, kama jaa fil Qur'an, liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizqa falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra. Allah anasema, na kila mwenye majukumu awajibike kwa nafasi yake. Wanaume tumewajibishwa na sheria kuweza kukidhi mahitaji ya familia. Ni chakula cha baba kipo mikononi, chakula cha mama na watoto kipo mikononi mwa nani? Mwa mume, mwa baba. Nguo, mahala pa kulala ni majukumu ya nani? Ya baba. Hebu tusimame nafasi yetu, mwache mke naye apambane kwa nafasi yake. Hajawajibishwa mwanamke kisheria alishe nyumba, avishe nyumba, alipe kodi ama ajenge nyumba. No, haya ni majukumu ya nani? Ya baba. Hali imekuwa tofauti. Sasa hivi kila ninapozunguka, nimekwenda Singida, waliojaa sokoni kina mama. Nimekwenda Kondoa, waliojaa sokoni kina mama. Hali ni hiyo, nimekwenda Arusha kadhalika kina mama, Simoshi, everywhere you go. Wanawake ndio wanateseka. Leo mwanamke anabebeshwa sinia la mchicha, sinia la ndizi bila kupenda. Baadhi ya wanaume badala ya kulisha, sasa wanalishwa na wanawake. Wanaume, mnalisha, mnalishwa. Wewe bwana, mbona uitiki pale, au unalishwa wewe? Maana sasa maweza gani? Kumbe linalishwa. Wewe unatutia aibu na mwenzio. Hiyo sio kanuni. Leo wanawake wanachoshwa. Mwanamke abeba ujauzito, bado tena na tenga kichwani linamchosha. Mtoto mwingine mgongoni, mwingine uko tumboni, kichwani kabandika tenga, mizigo 3 kwa wakati mmoja. Iko wapi huruma? Nimekwenda Uganda, nimekuta kesi kama hiyo. Mwanamke analalama, anasema yeye ndo analisha nyumba, anafanya biashara mnadani, amevaa na mejabu yake, anadandia mifuso ya mitumba. Mnajua mifuso ina adabu ya mnadani? Haina. Ndo anakwea juu. Siku hiyo anamwambia mume wake, mume wangu, kule wanaume wamezidi, naomba unisaidie. Mume kagoma. Binti kaenda mnadani, kamaliza mnada, hela akupata. Anarudi nyumbani, vitoto vinasubiri mama yao, vitoto vina njaa. Baba hana hata sentano, kakaa anapungia nzi kama galasa. Mama yule anaenda kwa majirani kuomba unga, anachuma mboga pale, anapika usiku, anapika na pakua. Baba anachagua, mboga gani unanipikia hii? Yani linalishwa alafu linachagua. Unatamani kama ulizabe bao. Yani jitu unalilisha alafu linafanya nini? Linachagua. Hapa wapo hao. Mwanamke mnamchosha. Unamkutia baadhi ya wanaume akiwa wengine, yani kulisha nyumba hawajui, ila akipata hela yake utamkuta anakwenda hotelini. Niseme nsiseme? Na leo yani natumbua leo. Wewe bwana unapenda kwenda hotelini wewe, amka hapo. Msweni huyo bwana huyo. Mbonyezeni huyo. Anakwenda hotelini, anaagiza supu, huku nyumbani hata chai jamani hamna. What kind of life is this? Maisha gani haya? Kakukosea nini mtoto wa watu? Leo wewe ndio umepewa jukumu la kulisha nyumba. Leo mtoto wa kike anahangaika. Leo baadhi ya wanawake uniform ya mtoto ajue mke, chakula ndani ajue mke, mtoto anaumwa ajue mke, mtoto karudishwa shuleni adahana ajue mke. Baba, kazi yako nini wewe?
Wamekosa nini kuolewa hawa? Mbona dini tulishapangiwa majukumu? Wanaume tuwahudumia wanawake, leo wanawake wanajihudumia, alafu inafika jioni mama yule Uganda anasema wakati mume anachagua, mama kachoka, baba anaanza unataka haki yangu. Domo kama ungo, nataka haki yangu. Unadai haki bila wajibu. Unadai haki bila kuwajibika. Eti kina mama, chakula hujalishwa, uenda njaa inakuuma, alafu mtu anakuletea hadithi zake, al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Nataka mwambie kaoge kenge we. Takbir. Wanaume, tulishe wanawake. Heshima yetu wanaume kwenye nyumba, heshima yetu wanaume ipo kwenye kulisha nyumba. Kimaumbile mwanamke anatakiwa hata kama anafanya kazi na biashara, anapenda kuona chakula kinanunuliwa na nani jamani? Au mnasemaje mashosti? Sasa kile usivyo hivyo, wanaume wengi tunafeli. Na bahati mbaya sasa hivi wanaume tumeingiwa na mdudu mmoja, tunaogopa majukumu. Ukifika muda wa kuoa, leo wanaume wengi wanatafuta wanawake wenye hela. Aidha una kibarua ama una kimgawa chako. Anataka aje umlee kaa demu. Hao hapo. Hata hapa na waona. Wewe usiname wewe. Unatutia aibu wanaume wenzio wewe. Na leo tunasema na wewe, nimwambie simwambie? Tuangoe nimkunjie shati. Na hapa atachimbika leo. Haya wanaume, mwanamke anatakiwa alishwe, na kama unapata fursa, hebu mpe mtoto wa kike ale mlo draft. Kama una hela, usiwe mbaili. Asubuhi kama chai vitafunio kidogo, hapa kuna kiandazi, hapa kidogo kuna kiazi, hapa kuna kabagia. Mwache mtoto wa kike abugie. Anakula mlo draft, anasukuma kete kacha. Kama mboga 3 hapa kuna mchuzi kacha. Yani kama draft anasukuma kete mwanangu namna. Na chakula hiki ukienda kula, hadi vimate vinaanza kufanya nini jamani? Sikuna vimate vile kina mama Mtoto wa kike alishwe, na mtoto wa kike alivyo ukimpiga misosi vizuri, yani hata kama alikuja ajulikani kama anaenda mbele na rudi nyuma. Lazima shape inaanza kuonekana. Hata kama alikuja mashavu yalibonyea, misosi ndio idoli kijeki. Yani misosi inapiga jeki na umuka yenyewe mashavu. Mara kidogo mwaka mmoja miwili akienda kidogo tenyo hii. Utaniua wewe. Sasa leo kuna mwanamke unaolewa, inawezekana umetoka kwenu una nuru, lakini leo unakwenda kwa mume ndio unaenda maabusu. Unaenda gerezani. Yani mbali ya kusakamwa misosi uli na manyanyaso kibao. Gubu kama alivyokuwa na Samuel Mwangu jana hapa kibao. Yani una raha. Matokeo unazidi kukonda, unapiga rivasi. Mpaka watu wanakuuliza Ashura vipi? Ndio hivyo. Salamu alaykum salamu. Kwa nini umlize mtoto wa watu kaukosea nini? Hivyo wanapotaja wanaume unaweza kaitika wewe. Hebu niseme wanaume. Wewe subiri nikisema wanawake. Itikieni. Naam, wanawake wanatakiwa wapewe misosi, mwanamke avishwe. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Baba wajibika kwa chakula na nguo za nini jamani? Za familia. Hebu mpige pamba mke, ili mke aweze kupendeza, mpige vitu tofauti. Jamani nyinyi wanawake, kuna vitu kivaa mpaka unasema leo atanikomaje? Sasa mwanamke unampiga labda baibui asubuhi la kudekia hilo, sitting room hilo mpaka jioni salamu alaykum. Unamchosha. Mpige vitu mpende. Yani kuna nguo mnulie mke, mnulie kitopu cha mdogo wake anavaa mwisho hapa kinaandika network search, kikusearch ushike adabu wewe. Sasa ndio nyinyi baadhi unakuta watu wa jamani, usivione vinaelewa. Mke wako mzuri huyu, hujalazimishwa kuoa. Jamani kuna mtu analazimishwa kuoa? Manake ulimchagua, mtengeneze. Wanaume wengi tunafuji. Unaoa mtoto watu mtengeneze, anafubaa, kesho kutwa mathna. Taka mathna wa thulatha. Domo kaa ungo mathna. Alafu kuhudumia uwezi. Jamaa baadhi ya wanaume wanafuji hawafuji.
mtoto wa watu yani ukimwangalia sura kaa dume. Maana hana hata mapambo. Wewe Juma yani mko draw. Yani tofauti. Mwanamke awezeshwe nguo. Haya, mwanamke anatakiwa awezeshwe mbali ya mavazi, mavazi, chakula, malazi, nyumba. Malazi ni sehemu rafiki. Jamani, nyumbani ndio sehemu ya jukwaa la mwanamke aoneshe uzuri wake. Muwezeshe kama kuna makochi, au hata kama hamna makochi, kilichokuwepo samani ile, vitambaa vya kutandika sebuleni pale, mtoto akijitambe ili aweze kukupa vitu. Lakini mwanamke awezeshwe chumbani, kitanda. Mwanamume tuwe na utamaduni, tuanua shuka za kutosha. Shuka 3-4 ya kifua, hii imeanikwa, nyingine inafanya nini jamani? Inatandikwa. Lakini baadhi ya nyumba shuka ya kujifunika hiyo, ya kutandika hiyo, yani ya kifua hii akianika, chumba nyumbani kama cha kibaka ndani. Sasa maisha gani haya? Unamuua mtoto wa kike. Hizi mtoto wa kike anahitaji matibabu. Jamani, rafiki mzuri utamjua wakati wa nini? Mke anatamani kuona mme mbembelezaji. Mke anapoumwa, hebu hisi na wewe kama ndio sehemu ya mwili wako. Mwambie pole mke wangu. Muombe dua, asallallahu alazima rabbal arshil azima yashfia. Muombe dua, mwambie pole mke wangu. Na ukienda kwenye shughuli zako, vuta simu mpigie, mke wangu unaendeleaje? Na wewe deka, mwambie just still a slight touch of malaria. Jamani, bado la kudeka umpate wa jamani, tunadekeza. Hebu jioni ukirudi, mchana mkumbushe mke wako muda wa kunywa dawa, na jioni ukirudi mwambie mke wangu, sasa usipokunywa hizo dawa, unajua mimi hata shughuli zitakuwa zifanyiki, wewe ndio usingizi wangu. Na yeye aseme jamani, kweli jamani, unaniona huruma kweli. Mwambie yani nakuapia, yani unanichanganya, basi nitakunywa. Lakini sivyo hali ilivyo kwa baadhi ya wanaume. Tumekuwa askari kasingiziwa. Kwanza mke akiumwa hajulikani kama ndani kuna binadamu anafanya nini? Yani akiumwa labda aumwe yeye, mafua kidogo nauma mie. Yani yeye ndo binadamu. Wengine panya. Sivyo walivyo baadhi ya wanaume. Hawajui kupeleka wake zao hospitali. Wanawake mnasemaje? Kuna baadhi ya wanawake mkiumwa hata kuambiwa pole, kupeleka hospitali, yani utajikukurusha mwenyewe, kama kufa jifie tu, shauri yako. Sasa maisha gani haya? Iko wapi huruma? Yako wapi mapenzi, wanaume wenzangu? Wanawake wanahitaji waone urafiki. Hebu ikiwezekana mfulie kidogo nguo zake wakati anaumwa, hata akiwa mzima siku moja unamsurprise. Na ikitokea unaweza ukampikia viuji, unamsukumia, unaanza kunywa wewe kidogo, kama unanyosha mtoto unampelekea, alafu na huku na tabasamu, naomba unywe jomoni. Wanaume, wewe mke anaumwa hata kumuuliza hali uulizi. Yani umekuwa kaa bonge la kaksi, kaa dududu la mstuni. Nyinyi hapa mnaweza. Hawa wanaweza hawawezi hawa? Mbona sisikii vizuri? Wanaweza hawawezi? Ja, mamemkwa au chekechea? Wanaweza bwana. Wanaweza? Tunaweza. Mnaweza? Wanamume tunaweza. Mbona mnaweza hamwezi? Tunaweza. Anasema mgeni huko. Jamani wanaume, mwanamke anahitaji kupendwa. Mwanamke anahitaji nini jamani? Waashiruhunna bil ma'ruf. Kaeni na wanawake kwa wema. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahun. Wanawake ni nguo kwenu na ninyi wanaume ni nguo kwa nani? Wanawake wanahitaji kupendwa, wanahitaji kuhurumiwa, wanahitaji kutendewa wema ili wafurahie machaguo yao. Kuna baadhi ya wanawake leo hawana furaha kwenye ndoa. Hawao ni mapenzi. Mapenzi nini? Mapenzi ni jumla ya mambo mwanandoa unamfanyia mwanandoa mwenzio ili apate kusisimka, apate kuamsha hisia na uzilee hisia. Maneno mangapi jamani? Amsha hisia, sisimua na uzilee. Yani ukipata mwanamume daktari anakuamsha hisia, yani lile rohani linapanda, alafu analisomea rukia. Si mnanielewa vizuri?
unanisomea rukia alafu unalilea, yani wewe ndo bingwa. Wanaume, mwanamke anataka mapenzi, sio mikwenzi. Mpaka mwanamke anasema, mmoja akapata mapenzi kwa mume, anasema, Dimos wangu mpenzi, nimekuja unienzi, kiu yangu ni mapenzi, naogopa makwenzi, zitoe zangu simanzi, nisijeruka kama nzi, mimi wako mwanafunzi, wewe wangu mkufunzi, nibebe nikubebe, mapenzi hataki ubabe. Hadi mistari inatoka. Sasa leo wanawake hata mistari kutoa. Baadhi ya wanaume, mwanajeshi kasingiziwa, paka akiingia panya wote wanafanya nini? Wanafuata uvungu. Wewe mwanamume gani wewe? Mwanamke anataka aone mapenzi, mrudie nyumbani kwa sura ya tabasamu. Msikilize akupe ripoti za nyumba. Wanawake walivyo wanapenda kusikilizwa wakitoa taarifa za wapi jamani? Za nyumbani. Au mnasemaje mashoga zangu? Ukimpata mume unamhadithia alokuta, jamani leo Abdulaziz kanisumbua, leo iko na hivi, mpe nafasi aseme tu, mpe nafasi. Hata kama pumba, wewe msikilize tu, anajisikia raha. Sivyo ilivyo baadhi ya wanaume, hata muda wa kusikiza wake zao hawana. Yani mpaka unajiona ndani pale kama katuni hivi. Au mnasemaje? Ila huku nyinyi mko vizuri, ila sehemu nyingine ndio tatizo. Wanawake wanachopenda, wanapenda mwanamume ambaye anatenga muda, anataka kutoka out. Hebu mtoe out. Siku mnaulamba, mnatoka mguu kwa mguu, alafu usimpeleke puta. Wewe twende kuna kuacha. Taratibu. Hadi raha. Wanawake mnasemaje? Hivi ukiongozana na mume wako mnatoka out, la sio raha. Lakini baadhi ya wanaume utamaduni huo hawana. Leo ukimuuliza mwanamume, hebu sema mara ya mwisho mliongozana na mkeo, sana sana utatoa majibu, mliongozana siku mnakwenda shamba ama mlikuwa mnakwenda kuzika. Na staili yenyewe kuongozana ni kukimbizana, pende na kuachaga. Wewe una viwango wewe. Na kuachaga. Wewe unarudi tena darasani, yani bonge la memkwa. Njoo tukufunze huku, yajue mambo na mambo ya kujue. Mwanamke anapenda zawadi. Au mnasemaje jamani? Umezunguka huko unametea zawadi. Zawadi sio lazima usijue, hata pipi. Pipi tu. Ukimletea namna kumpa pipi, ukimpa salamu alaykum, unaigandisha salamu alaykum wa kumsalamu, ukidondosha mnaimungunya. Jamani nasema haya mambo gani haya? Wenzako wanafaidi, unajitesa kenge wewe. Hivi vitu hivi vya adimu. Mwanamke anapenda mwanamume mwenye masiala. Au mnasemaje kina mama? Mwanamume mwenye masiala, mwenye ucheshi, utani. Lakini sivyo baadhi ya wanawake. Binti mmoja alifundwa, niwapeni mchapo nsiwape. Mtaupendaje? Mwanamke alifundwa, aliambiwa hivi, ukenda kwa mume unatakiwa unakuwa na mautundu. Ukikaa pale kwenye kiti, akipita mume mvute, akiangua kwenye mapaja yako ndio godoro, muhamu, mwambie sawa, si ndio kaenda. Kwa ile kufika mume kupita na mvuta, kuanguka anatakiwa kumdaka, bonge la bao. Mambo gani ya kitoto haya? Sasa mapenzi utoto kenge wewe. Huyo mtume wako mwenyewe alikuwa na miaka mingi, alivyomuoa Aisha, alirudi utotoni ya kurudi. Sasa anacheza. Sasa kuna baadhi ya wanaume, unakuta mwanamume mtu mzima anaoa mwanamke umri. Huyu lazima akupe mapenzi ya kitototo, unahitaji mapenzi ya kidigitali. Unamshika kidogo ndevu, wewe mimi mkubwa. Ungeoa kubwa wenzako wewe. Huyu anataka michezo huyu. Wanaume, tuna viwango. Hapa sterling hadi mwisho wa nini jamani? Wa picha. Mwanamke analishwa vyakula vingapi jamani? 3. Chakula cha kwanza masikioni kinakwenda wapi? Moyoni. Na chakula cha pili mdomoni kinakwenda wapi? Tumboni. Na chakula cha 3 katikati ya miguu mingapi? Yani chakula cha 3 anakula baba na nani jamani? Si mmenielewa nyie? Yani chakula cha 3 anakula baba na nani? Na mama. Takbir. Lisha. Hii nafasi yako masikioni, mpelekee maneno mazuri. Mpenzi nakupenda, usije ukanitenda, wangu mwili ukakonda, kwa kuwa unaniponda, kwa gharama nimekuinda, penzi lako nitalilinda, mapenzi sio kidonda, nikikosa nitakonda, nimekupa wangu moyo, mapenzi usifanyie choyo.
Lazima legeza. Na huyo mapenzi ni nyota, kila nkila na kuota, nimehako yatafuta, nimehako yatafuta, kwako nimeyapata, nisije tena kujuta, moyo wangu kafukuta, rehema nimedata, nitakacho na kipata, mimi ni yako punje, kila mara unikunje, kunja mtu wewe, takibiri. Sasa ukioa mwanamke ni kama umepanda mmea. Maana mmea unahitaji uhudumie, umwagiliwe ili ukupe kivuli na matunda. Wanaume mnanipata vizuri Ili umpende mwanamke, hapa kichwani mwanamke ana nini? Wanaume, mwanamke hapa ana nini hapa? Ana nywele, anatakiwa bajeti ya nini jamani? Ya kusuka. Bajeti ya kusuka, akusukie misuko ili akukomeshe ukome. Kuna msuko mme usikae sana wahi kurudi. Ipo misuko kama 40, nitaje 5 labda haraka. Sasa nyinyi sijui mnajua mingapi. Kuna msuko unakwambia ukitoka usinisahau kwa SMS, yani kwa message. Mtumie message mpaka akwambie, lao kungelikuwa na foleni kubwa duniani, mimi ningekuwa kwanza kuisimama. Lao ingalikuwa kukupenda wewe ni kushtakiwa, acha niende mahabusu. Lao ingekuwa kukupenda wewe ni uchizi, mimi shachizika. Chezea wewe. Sasa leo kwenye mapenzi mikwenzi tu imejaa hii. Mwanamke anataka gharama. Hebu ukitoka hapa kwenye nywele unakuja hapa kuna nini jamani? Inataka bajeti ya nini? Ukitoka hapa unashuka hapa. Yani kama nacheza simla touch lile napangusa. Hapa pana nini hapa? Panataka bajeti ya nini? Ukitoka hapa unarudi hapa, si mchezo. Panataka bajeti ya nini? Ukitoka hapa unashuka wapi? Hapa, si hivyo? Panataka bajeti ya nini? Tena unamkuta mwanamke mtaalamu. Mwanamke akiwezeshwa anaweza hawezi? Unamkuta mwanamke mtaalamu anakucholea vyumba 3 juu 3 chini, alafu anakupakia lip shine rangi tofauti, akija akitabasamu kwako kama anapiga indicator. Wewe unajipunja kenge wewe. Wenzio wanapata raha. Maisha yenyewe ndio haya, kufa huko, meno yashaanza kuondoka, bado tena unajipunja maeneo mengine. Haya, mwanamke ukitoka hapa, unakuja hapa nataka bajeti ya nini? Ukitoka hapa unakuja hapa nataka bajeti ya nini? Ukitoka hapa unakuja hapa nataka bajeti ya nini? Hapo unakuja hapa nataka bajeti ya nini? Wewe bwana, mbona uzungumzi ama ununui wewe? Ili alinunui ili. Jamani, msivione vinaelewa. Mchafue mke wako achafuke. Mwanamke ni TV atazamike. Mwanamke ni mapambo mpambue. Wanaume, mtatamani sana malaya barabarani, kumbe wake zenu wazuri ndani, mnawafuji. Una kazi tu, mimi najenga. Jenga kwanza mke apendeze. Mwanamke ukitoka hapo unakuja unashuka sasa. Kuna sehemu nyingine katikati Dodoma inabidi fence. Uzio fence. Unaweza ukapiga fence mara 7 au mara 5. Dodoma fence, mmenielewa nyie? Fence. Mmenielewa ukishuka unakuja hapo unataka nini jamani? Kwa hiyo zuri unampiga zile hina ama piko, alafu unampata mwanamke mtaalamu kwenye chuchu anaandika I love you Dimoso. Ukija kwenye mikono I love you Dimoso. Ile ukija tu baby wao naona Dimoso huyo, Dimoso Dimo utaniua wewe. Bahati mbaya wanaume wengi tunachemka. Yani hatutoshi. Kwa kuwa ratiba leo imebana, naomba nilikuwa nachachua kidogo na yakaribisha majembe yaje yaendelee. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.